Alinipeleka kuna mahali ambapo makao makuu ya uchawi katika taifa letu. Ni kama pango, ni eneo la ibada. Hapo ni kana kwamba wanamwamini Mungu kama vile hapana. Hawaamini Biblia. Ni eneo la ibada za kichawi ambapo wanasiasa wanaenda na hata viongozi wa dini. Kwa hiyo akanipeleka mahali hapo. Mahali hapo kama nilivyosema, ni dhehebu la kichawi, ni dini. Sasa viongozi wao wakifa hawaziki. Wanaipakia maiti na kuirundika katika pango. Yaani wanabebesha pale pale maiti. Basi akanichukua na kunikabidhi kwa watu wale. Sasa kumbuka mjomba wangu amekufa. Nina maumivu haya. Sasa mtu pekee ninayemjua na aliyebaki ni mama yangu. Kwa hiyo ananikabidhi kwa watu hawa ambao siwafahamu. Wamenipata. Waliniweka kwenye pango na maiti. Nilifungiwa humo kwa siku 3, usiku na mchana, bila chakula, bila maji. Na una umri gani katika hatua hii? Ni katika umri wa miaka 3-4. Ni wiki chache tangu kifo cha mjomba wangu. Sasa wamenifungia kwenye pango lenye maiti, giza nene, mchana na usiku, siku 3 bila chakula. Sasa kwa hiyo kilichotokea kwenye pango hilo ni vile vitu nilivyoviona mle ndani kwa siku hizo 3. Niliona vitu kama roho chafu, Lucifer, mapepo wangeweza kuja na kuzungumza nami. Nyoka wangeweza kuingia ndani ya mwili wangu. Unajua kila aina ya mambo yalifanyika katika mwili wangu. Kwa hivyo nilikuwa kama kuanzishwa na kuingizwa ushirikina na uchawi mzito kila sehemu ya mwili wangu. Sasa hiyo ndio mara yangu ya kwanza kufahamu kuhusu yule nyoka ambaye sasa mama yangu alikuwa akiniambia, ambaye alikuja wakati ule nilipozaliwa. Nakumbuka ilijiviringisha ikazunguka pangoni na kuingia mwilini mwangu. Hebu subiri kidogo. Hiyo ilikuwa ni kimwili ama ni kiroho? Kimwili. Kimwili. Na unajua maisha yangu yote hadi hapa nilipookoka, huyo nyoka aliishi katika mwili wangu. Hakuna siku nakumbuka sikuwa na uchungu hadi siku nilipompata Yesu Kristo. Nilikuwa nimenaswa kihisia, sikuelewa nini maana ya upendo, nini maana ya hofu. Sikuwahi kulia, sikuwahi kucheka kwa sababu sikuelewa kitu.